Ukitaka kuwavusha watu ng'ambo ya pili, usijadiliane nao juu ya njia ya kupita. Ukianza kujadiliana nao juu ya njia ya kupita, mtapotea. Alafu hawa watakulaumu ya kwamba ulituahidi utatupeleka, mbona hatujaenda? Paul Christian Makonda na Wizara ya Habari, diplomasia, ushawishi na turufu ya michezo. Hivi ndivyo tunavyoweza kusema. Uteuzi wa Paul Christian Makonda kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo jana tarehe 8 Januari 2026 unaashiria sura mpya katika uongozi wa sekta ya habari na michezo nchini Tanzania. Ingawa historia yake imegubikwa na mivutano, Makonda ana upande mwingine wa ushawishi mkubwa, urafiki na wanahabari na mapenzi kwenye michezo ambayo yamechangia kwa kiasi kikubwa kumpandisha chati katika ulingo wa kisiasa. Moja ni urafiki na upendo, mahusiano ya karibu na wanahabari. Kabla ya misukosuko ya mwaka 2017, Makonda alijulikana kwa kuwa na uhusiano wa karibu sana na wafanyakazi wa vyombo vya habari, hasa Clouds Media Group. Milo na mazungumzo. Vyanzo vinaeleza kuwa Makonda alikuwa akitembelea Clouds mara kwa mara, akila chakula na wafanyakazi, yani dining with staffs, na kujenga urafiki wa dhati na mameneja, wahariri na watangazaji. Lakini pia ushiriki wa kitaaluma. Makonda anatajwa hakuwa mtazamaji tu, alishiriki kamilifu katika kuandaa na kuhariri vipindi ambavyo vililenga maendeleo ya mkoa, kama vile kipindi cha Daa Mpya na kile cha kuangazia mwaka mmoja wa utendaji wake kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ukiacha hayo, kauli zake za kirafiki wakati wa kuinuliwa kwa zuio la vyombo vya habari, media blackout, mnamo Agosti 2017, Makonda alisisitiza hadharani kuwa yeye ni rafiki wa vyombo vya habari na kwamba kituo cha Clouds ni kama nyumbani tu. Ukiacha hilo, Paul Makonda ana ushawishi na umaarufu kama sauti ya wanyonge. Makonda amejipambanua kama mwanasiasa maarufu mwenye uwezo wa kipekee wa kugusa maisha ya wananchi wa kawaida moja kwa moja. Lakini uteuzi wake kama mkuu wa mkoa wa Arusha mnamo Machi 2024 uliibua upande mwingine wa utendaji wake. Moja ni usimamizi wa serikali na habari. Akiwa Arusha, Makonda aliendeleza mtindo wake wa kuwahoji viongozi wa serikali hadharani, yani public interrogation, kuhusu kero za wananchi, jambo lililopelekea kuwepo kwa midahalo ya wazi na wanahabari na wadau wa maendeleo mkoani humo. Hii ilionyesha uwezo wake wa kutumia vyombo vya habari kama jukwaa la kuwawajibisha watendaji. Sambamba na hilo ni kuhusu michezo na burudani. Akiwa katika nafasi mbalimbali za uongozi, Makonda amekuwa mdau mkubwa wa michezo, akiamini kuwa michezo ni chombo cha ajira na umoja kwa vijana. Uteuzi wake sasa unatazamwa kama fursa ya kutumia uzoefu wake kufanya matukio makubwa kama alivyofanya Arusha na Dar es Salaam, kuinua hadhi ya ligi zetu na sanaa nchini. Lakini kipi kimembeba Makonda kuwa waziri Januari 2026? Wachambuzi wanaamini kuwa Rais Samia amemteua Makonda katika wizara hii kutokana na mambo yafuatayo. Moja, pengine ni nguvu ya ushawishi, bulldozer politics. Uwezo wake wa kusukuma mambo kwa nguvu na kasi unahitajika katika wizara inayohitaji msisimko na matokeo ya haraka. Lakini zaidi pengine ni uzoefu wa uenezi na habari. Baada ya kuhudumu kama katibu wa itikadi na uenezi CCM, Makonda ana uelewa wa kina wa jinsi ya kusimamia taswira ya serikali na mahusiano ya kijamii. Swali tunaloliacha kwako wewe mtazamaji, hebu tuambie kwa mtazamo wako. Je, ni urafiki wake wa ndani na wanahabari na uwezo wake wa kutengeneza matukio ya kimichezo na sanaa ndio uliomvusha Makonda kuwa waziri? Au ni mkakati wa Rais Samia wa kutaka kutumia ushawishi wake mkubwa, yani populism, na uzoefu wake wa bulldozer kudhibiti sekta ya habari na michezo nchini? Kipi hasa kimembeba Makonda kuwa waziri wa wizara hiyo?